Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 13 Januari tunaposikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Hilari wa Poitiers, askofu na mwalimu wa kanisa. Hilari alizaliwa mwaka 315 katika familia tajiri ya kipagani huko Aquitania nchini Ufaransa. Wazazi wake walimpa elimu bora, lakini elimu hiyo haikuweza kutuliza kiu yake ya kufahamu hatima ya mwanadamu. Hivyo alikuwa mdadisi na kutaka kujua hilo. Udadisi huo ukampelekea kusoma maandiko matakatifu ambayo kwa njia yake aliangazwa, akaamini na kubatizwa akiwa na umri wa miaka 30. Alipenda sana maandiko matakatifu hata akaweza kutetea imani yake kwa usahihi na ufasaha kwa kuandika na kufundisha teolojia ya kanisa. Wakati huo kanisa lilikuwa limegawanyika kutokana na uzushi wa Ario aliyekataa umungu wa Yesu Kristo. Hilari alipambana vikali na uzushi huu. Alipata upinzani mkubwa kutoka kwa wafuasi wa mzushi Ario na hatimaye kwa nguvu ya Kaisari Constantius ambaye alikuwa mfuasi wa Ario wakamfukuza kwenda Frigia huko Uturuki. Hilari alikaa uhamishoni miaka 3. Hilari alitumia vema muda wake alipokuwa uhamishoni kujifunza teolojia ya mababa wa kanisa na kuandika kitabu juu ya Utatu Mtakatifu. Hatimaye aliruhusiwa kurudi nchini Ufaransa. Ingawa alikuwa ameoa na kuzaa mtoto mmoja, alipewa upadre na baadaye aliteuliwa kuwa askofu wa Poitiers huko nchini Ufaransa mnamo mwaka 350. Lakini kabla ya kupewa daraja hilo, Hilari aliwaaga mkewe na binti yake aliyeitwa Apra. Alitamani sana Apra awe mtawa. Alipokuwa uhamishoni, Hilari alimwandikia bintiye barua akimshawishi akubali kuwa mchumba wa kijana mmoja ambaye hataki apokee pete wala mavazi ya mtu mwingine. Hilari alimtaka Apra amwambie kama anataka kupokea zawadi zake ili amtajie jina lake. Apra aliweza kumtambua kuwa baba yake alitaka aolewe na Yesu Kristo. Apra alimwomba baba yake amwombee kwa Mungu ili amchukue mapema akakutane na mchumba wake Yesu Kristo. Baada ya hapo, Apra alifariki dunia muda si mrefu. Akiwa askofu, Hilari aliandika vitabu bora vya mafundisho na nyimbo. Kitabu kinachosifiwa zaidi ni kile juu ya Utatu Mtakatifu. Mwaka 359 Hilari alishiriki sinodi ya Seleucia na baadaye alikwenda Konstantinopoli pamoja na wajumbe wengine wa ile sinodi. Lakini Kaisari wa Konstantinopoli ambaye alikuwa mfuasi wa Ario alimzuia kutokana na upinzani wake mkali dhidi ya mafundisho ya Ario. Hivyo Hilari alirudishwa nchini Ufaransa, mahali ambapo mwaka 361 alifanikiwa kuchukua tena mamlaka katika jimbo la Poitiers. Alifanikiwa kuwarudisha waasi wengi wa dini waliofuata mafundisho ya Ario katika imani sahihi
ya Kanisa Katoliki. Hilari alifariki dunia mwaka 367 na kutangazwa mwalimu wa kanisa mwaka 1857 na Papa Pio wa 9. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Hilari wa Poitiers, askofu na mwalimu wa kanisa. Kristo anatufundisha kwamba ni wale tu wanaokuwa kama watoto wadogo na kutokana na udogo wao wameachilia mafungamano ya mwili, hao ndio watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Watakatifu wengine tarehe 13 Januari: watakatifu Ingenu, Vincenti, Satus, Staturus na Felista, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Hilari wa Poitiers, askofu na mwalimu wa kanisa, utuombee.